katika jina la Yesu tukushukuru tukisema asante kwa sababu ya uhai ambao umetupa hata kibali ya siku hii ya leo. Kwa hapa Mfalme, kwa sababu utukufu wako, tukisema hapana Mungu mwingine kama wewe. Ukatuma neno lako kwa Israeli, tuko hapa ili mapenzi yako Bwana yatimize kwa sisi wenyewe. Ashukuru kwa kila mmoja atakapotazama kutoka mahali alipo. Bwana ukajitukuze kwa sababu ni mwema. Tunasikia ndani neema yako ionekane zaidi. Mungu wetu wa mbinguni, na mapenzi yako yatimize kwa sababu ni Mungu wa haki. Sifa na utukufu zikurudie kwa sababu ni mwema. Kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Watazamaji wetu, karibu sana kwa ibada hii ya siku ya leo, ambayo ni ibada ya kipekee. Na kwa majina naitwa Pastor Hesbon. Kanisa ni CCM ama Our Lord TV. Tuko hapa kufundisha yale mambo ambayo bado hujayajua, ama yale unayajua lakini haujui jinsi ambavyo ya kuweza kuyatekeleza ama jinsi ya kushughulikia. So hii ni mwezi wa 7. Nataka kusema karibu sana mahali mlipo, na wakaribisha na mjisi kwa huru mahali unapotembea, pengine ni kwa gari, pengine ni kwa nyumba yako, na mahali popote ulipo unakaribishwa kujiunga na sisi ndani ya mkutano huu. Ibada hii ya one-on-one ama ana kwa ana, unakaribishwa na Mungu akubariki. Na tuko na mwenzetu hapa ambaye ni Pastor Samuel. So nashukuru kwa sababu ya Mungu. Katika siku hii ya leo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo madhabahu huwa, ama madhabahu ya giza, jinsi ambavyo inatesa watu. Na wengi hawajawahi jua madhabahu ni nini. Mara nyingi watu husikia kuna madhabahu, lakini hawajawahi jua maana ya madhabahu. Madhabahu hapa duniani tuko na madhabahu. Tuna madhabahu hapa mingi. Lakini katika ufalme huu tunaishi, tuko na madhabahu 2. Moja ni ya Mungu na nyingine ni Ibilisi. Ukikaa kwa Mungu uko kwa madhabahu ya Mungu, na ukikaa kwa giza bado uko na madhabahu ya nani? Ya yule muovu. Kwa hivyo katika maisha hakuna mtu anaishi kama hana madhabahu. So leo nataka kuzungumzia kuhusu hiyo madhabahu. Madhabahu ni mahali ambapo mtu huenda kumwabudu Mungu ama kumwabudu Ibilisi. Tutaangalia katika maandiko ni Numbers chapter 23 kuanzia verse 1, ama kwa lugha nyingine pia maandiko ni Hesabu mlango wake wa 23. Tutaanzia mstari wake wa kwanza. Tunataka kusikia baadhi ya watu hapa jinsi ambavyo walikuwa wanatembea na jinsi ambavyo walikuwa wameweka haya mambo wazi, ili sisi wenyewe tupate kuyajua na yapate kutusaidia sisi, na tupate kujua mienendo yetu jinsi tunayotembea, kama ni mahali pasawa ama ni mahali hapastahili. Wacha tusikie vile Biblia inasema. Ni Hesabu mlango wa 23, tutaanzia mstari wake wa kwanza. Inasemaje? Nafikiri utasoma hiyo Biblia, sikia vile inasema. Hesabu 23 mstari wa kwanza. Inasema ya kwamba ndio Balaamu akasema, nijengee hapa madhabahu 7, munitayarishie mafahali 7, na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema. Sasa Balaki akafanya kama vile Balaamu alivyosema. Hao wawili, kulikuwa na mtu ambayo anaitwa Balaki na Balaamu.
Mmoja alikuwa katika nguvu za kimashetani na mwingine alikuwa katika nguvu za Mungu, ama kwa lugha nyingine, kwa lugha kwa madhabahu ya nuru na madhabahu ya giza. So huyu mmoja akaona huyu mwingine ana nguvu, akamwambia, nitakujukua nikupeleke mahali uende kunilania watu wanaitwa nyumba ya Yakobo ama Israeli. Kwa hivyo madhabahu ina authority ya kukurahani wewe. Amen. Madhabahu ina nguvu ya kurahani mtu. Yes. Madhabahu yana nguvu ya kubariki mtu. Lakini hapa tunataka kuzungumzia haya mambo mawili. Huyu mmoja alikuwa anaitwa Bara na mwingine ni Bara. Mmoja akamwambia mwingine, akamwambia twende unistumie Israeli ama Yakobo. Lakini maandiko yanasema walipoenda, yule akamwambia, niandalie hapa madhabahu ngapi? 7. Na mtafute fahali 7. Hawa wawili kila mmoja wao akatoa fahali moja na kondoo. Kwa hivyo kila madhabahu walipokuwa wakitoa, kila madhabahu walijenga, walitoa dhabihu juu yake ama sadaka juu yake. Ndio unaona mtu akishika kitabu chako, akichukua nguo yako au achukue picha yako ama achukue kitu chako akipeleke kwa nguvu za giza. Kuna uwezekano kule kwa nguvu za giza yale maagano wamefanya yafanyike. Mtu uende kwa mganga ama kwa mchawi, akienda pale anaambiwa leta consultation fee, anaenda analipa kwa ofisi ya mganga ndio waonane na yeye. Kutoka hapo yule mganga anamwambia vile ambavyo anataka. Kutoka hapa anamwambia hendo leta ile kuku yenye kuna manyoya inaangalia juu. Unaona sasa? Ama hendo leta mbuzi nyekundu, ama uende uleta mbuzi nyeusi. Nini wanaenda kufanya? Ni evil covenant. So kutoka hapo unakuta ile madhabahu imeshika yule mtu. Mfano, yule mtu ambaye alikuwa pengine ni Kisumu na pengine amefungiwa na zile nguvu za uchawi hapa, for example Nakuru, na mbona ziende sishike yule mtu akuko Kisumu? Kwa hivyo madhabahu usungumuza, madhabahu unena. Basi la 3, kisha Balaam akamwambia Baraki, kaa hapa kando ya sadaka yako. Sasa akamwambia, kwa sababu basi umefanya vile nimesema. Sasa huyo ni mtumishi wa Mungu. Alimwambia, wewe andaa hapa madhabahu 7 na juu yake utoe sadaka mafahali 7 na kondoo ngapi? 7. Sasa kuna kitu nataka kufundisha hapa mtazamaji. Iko wakati ambayo unaenda kwa madhabahu ya Mungu, unakuta baba yako alikuwa na madhabahu ya kuzimu, unakuta katika familia umechimbuliwa uko kwa hiyo madhabahu mabaya ya giza. Sasa ukienda kwa kanisa, ukifika hapo unataka uombewe free. Kuombewa ndio ni free. Kusaidika ni free. Madhabahu ni nani atakuvunjia? Madhabahu ni sacrifice, uvunja. Sacrifice ile dhabihu yenye ulitoa, hiyo ndio inavunjaga hiyo madhabahu. Na wasaidia. Nasaidia watu mahali. As for example, sasa kama hii mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 kuendelea, kuna watu sasa wanatoa masacrifice zao. Pengine wanatoa kwa familia, pengine umeenda family gathering, umeenda mumefanya vile mumefanya. Kuna baadhi ya wengine hata kama ni ile sikukuu wamefanya ama ile sherehe, wanajua sherehe hii inamaanisha nini kwao. Lakini wewe mwenyewe hauwezi ukajua. Unaona? So ndio unaona wakati huu kuna kuoga busy katika nini? Katika hizo masherehe, mambo mengi, kwa sababu hiyo ndio wakati ufalme wa nguvu za giza unafanya kazi. Wanaita sogeza asiye sana. Sasa yule mpendwa akamwambia mtumishi wa Mungu, akamwambia yule mpendwa mwenzake,
akamwambia kaa hapa kando ya sadaka yako. Sasa iko kitu kingine hapa nataka kufundisha hapa. Unavunja madhabahu. Mahali ulivunja madhabahu, kuna shida tena hapa nataka kuiongelea moja. Naenda mahali kwa nyumba ya mtu, hapo ndio naenda kuvunjiwa madhabahu. Nani alisemaga kwa nyumba ya mtu kuna madhabahu? Madhabahu huvunjwa na madhabahu. Halo. Yes. Enda tafuta mtumishi wa Mungu mwenye anajua kuvunjaga hiyo madhabahu, enda mpaka kule, mwambie mimi nataka unisaidie maneno, univunjia ya madhabahu ili maisha yangu yaendelee. Kwa nini uhangaike? Kwa nini uteseke na mambo madogo kama hayo? Maana hii inaitwa ni nguvu za giza. Wakati hayo madhabahu yananena, iko siku nitakuja kukuzungumzia kuhusu madhabahu ya nuru. Lakini saa hii nakuzungumzia hayo madhabahu ya giza. So, hiyo madhabahu mahali popote unatembea, chochote unachokifanya, hayo madhabahu ndio inaongoza wewe. Maana ikiwa baba alikuwa analeta watu kwa boma, anatengeneza boma, alikuwa analeta awaweshi ishi bila kuchanja watu, bila kutengenezwa ndio mtu asirogwe. Sasa kama vile ambavyo naona mtu anaitwa Gideon. Gideon yeye amefollow wana wa Israeli kwenda Canaan. Lakini wakifika kule kumba kuna damu ya baba yake ya uchawi. Baba yake alikuwa na madhabahu. Ukisoma oni Waamuzi chapter 6:25. Gideon alipostuka akakuta wakati anachaguliwa kuwa kiongozi kuongoza wana wa Israeli, Bwana akamwambia, wewe Gideon, nafikiri uweze niongoza ukiwa na madhabahu ya baba yako. Kwa hivyo lazima uamue uvunje madhabahu ya baba yako, ureisi madhabahu ya Mungu ili upate kunitukuza. Hivyo ndivyo huyo mpendwa alipovunja ile madhabahu, akajenga madhabahu ya Mungu. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akamkubali. Mungu akamkubali na akamuita mtu ambaye anaitwa shujaa. Kwa nini? Kwa sababu hakuogopa yale madhabahu ya baba yake. Maana maandiko inasema ya kwamba vizuri ya kwamba hata aliogopa watu wa mji, akaenda usiku kuyavunja badala mchana. Na maandiko inasema aliambiwa tafuta ng'ombe ndume ili uende kuvunja yale madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Sasa unakuta Mkristo baada ya jua yeye akiambiwa ya kwamba leta 200 ni kuvunjia madhabahu, naenda tu basi mpaka inafika mahali una give up. Unaona kana kwamba watu wa Mungu ni kama wanakudanganya, kama kwa Mungu hakuna ukweli. Kumbe ni vile ambavyo utafanya jinsi ambavyo inastahili. Maandiko inasema on Psalms 107:20, alituma neno lake likomboe Israeli. Kwa hivyo ili neno amelituma sisi litukomboe. Sasa sisi ndio wana wa Israeli, ile damu ya wana wa Israeli. Akalituma neno likomboe Israeli. Kwa hivyo amelituma hili neno sisi litukomboe, mimi na wewe. Kwa hivyo tulifollow ili tuweze kufanya nini? Tupate kulikombolewa. Mtumishi wa Mungu amesema namna gani? Sadaka yako wakati mimi nitakwenda kando, huenda Bwana atakuja kukutana nami, atakaolinifunulia nitakwambia. Ndio. Sasa na yule mtumishi wa Mungu naye amejenga madhabahu. Naye ameenda kwa madhabahu ya Mungu ili anene na Mungu, ili aweze kumwambia jinsi ambavyo atakuja kuambia huyo mpendwa. Kwa hiyo madhabahu ya Mungu nena, na madhabahu ya giza pia ufanya nini? Unena. Lakini madhabahu ya nuru iko na nguvu sana kuliko madhabahu ya nini? Ya giza. Tusema nini hapa? Basi akaenda hata mahali peupe palipoinuka. Mungu akakutana naye, kisha Balaam akasema, nimekwisha kutengeneza madhabahu 7. Ndio. Na juu ya kila madhabahu nimetoa sadaka ya fahali moja na kondoo ndume moja. Yes. Unaona sasa? Kila madhabahu. Amefanya hivyo. Hiyo ni gharama ya pesa ngapi? Gharama nyingi. Si gharama nyingi? Ni gharama nyingi. Kwa hivyo mtu asifikirie ya kwamba mtu kuchukuliwa kupelekwa kuzimu
ati unaamuka siku moja unaenda kanisani, unaenda unaombewa, unaambiwa sasa hiyo maneno imekwisha. It's very dangerous. Lazima utafute, upewe mbinu, formula, jinsi ya kuvunja hayo madhabahu. Yes. Na nasema si wote pia wamefungwa na hiyo. Si wote pia wamefungwa na hiyo. Naona sasa. Yeah. Kama hujafungwa na hiyo, kwa nini ufunguliwe hiyo? So huyu mpendwa akasema ya kwamba na mimi wacha niende kwa Mungu, nijitenge faragani. Mimi sitakaa kwa hii madhabahu yako ya giza hapa, nitaenda kwa madhabahu ya nuru. Hapo ndio nitakwenda. Nikifika hapo niongee na Mungu wangu. Yes. Kwa hivyo kando ya madhabahu kuna uwezekano Mungu kunena na wewe. Tunaona mara nyingi watu wanaambiwa waingie kanisani. Tunaambia watu mara nyingi ni fact, ni vizuri mpendo kuingia kwa kanisa. Na ukiingia kwa kanisa tu umeenda kumtafuta Mungu. Maana kuna siri, kuna mambo ambayo Mungu atakusaidia kupitia hayo madhabahu. Yes. Kwa hivyo yule mpendo akafika pale akaongea na Mungu. Na Mungu akamwambia, rudi huko. Nimetia maneno kwa kinywa chako. Rudi huko. Uambie huyo mjamaa, hivyo ndivyo amesema Bwana. Haleluya. Akapewa nini? Jibu. Iko wakati ambaye naona mtu anaomba, hana jibu. Anaomba, hana jibu. Unakuta ya kwamba kumbe ile vita anapigana ni vikubwa kuliko vile anafikiria. Kwa nini? Kwa sababu hajapata formula ya jinsi ya kukabiliana na mambo kama haya. Yes. Yeah. Hayo ni mambo mazuri. Bwana akaweka ujumbe katika kinywa cha Balaam na kusema, rudi kwa Balaki, umpe ujumbe huu. Rudi kwa Balaki, umpe ujumbe huu. Basi Balaamu akarudi kwa Balaki, akamkuta amesimama kando ya sadaka yake, akiwa na wakuu wote wa maofu. Ndio. Wote wa Moabu. Moabu. Ndipo Balaamu akasema ujumbe wake, Balaki amenileta kutoka Alamu, mfalme wa Moabu. Ndio. Kutoka milima ya mashariki, akasema, njoo unistumie Israeli, ama unilaanie Israeli. Yakobo. Naona sasa Yakobo ndio huyo Israeli. Njoo unilaanie Israeli. Na maandiko ikasema, nitawezaje kumrahani mtu ambaye Mungu aliyembariki? Haitawezekana. Maana Mungu mwenyewe, yule mjamaa alienda akajengea Mungu madhabahu kabisa. Sasa utawezaje kumrahani mtu kama huyo? Hautaweza. Kwa hivyo kuna uwezekano pendwa wa kufungwa kwa ile madhabahu ya giza. Yes. Tunaona mara nyingi unakuta kwa familia mama alikaa kwa ndoa ya kwanza, akakaa ya pili, ukifuata unakuta kumbe hivyo ndivyo na mama yake alikuwa. Baba anaweza kuwa alikuwa kwa ndoa moja, wala kwa ndoa nyingine. Kumbe ni madhabahu ya inanena ya familia. Yes. Haya, iko wakati mtu anasemaga kwa familia, anasema wewe unafanana kama mimi. Naona vile nimeoa wake 8 na wewe utaoa, wewe ndio utakuwa mfalme kwa hii boma. Na ule mtu anakuwa anaenda anafanya mambo haya. Haya, tuko na madhabahu ya ambayo inaitwa yo maskini. Tuko na madhabahu ya magonjwa pia katika familia. Yaani watu wanaishi kila wakati ni wagonjwa. Kila wakati pesa ikionekana lazima mtu apelekwe hospitali. Pesa ikionekana lazima mtu akonjeke. Hivyo inaitwa ni madhabahu za evil covenant. Ya familia. Haya, kuna mengine pia unakuta watu wanaishi kila wakati mwingine mtu anasema nitakuja kujiua. Mtakuja kutafuta, mtanikosa. Kumbe ni madhabahu inanena. Kumbe katika hii familia kuna mtu fulani aliyejinyonga ama akajihua katika njia hiyo, damu ikapaki naye. Sasa hiyo madhabahu bado inaendelea kufanya kazi.
Haya, iko wengine pia unakuta ya kwamba kila mwaka lazima wawe wakizika mtu, kila mwaka kwa familia. Yaani mwaka huu lazima mtu akufe, mwaka ule mwingine lazima mtu akufe. Sasa imekuwa kama ni mazoea. Kumbe kuna madhabahu mabaya ya giza ambayo inafanya kazi kwa ile boma, lakini hawajajua. So ile siri mpendwa ni kuvunja ile madhabahu ili mpate ile boma ipate kupona. Haya, kuna watu ambao unakuta wengine wakati mwingine walikuwa matajiri sana. Walikuwa watu ambao wamebarikiwa sana na Mungu. Ndio. Lakini kwa sababu ya kutojua jinsi ya kutunza ile baraka. Kakawa ya kwamba wamerogwa na watu, pengine neighbor, pengine watu walikuwa na evil mind, evil spirit. Wakakuja wakafunga zile baraka, wakaitwa waishi kwa maskini. Sasa leo hii unakuta ya kwamba mtu anasema huyo mtu alikuwa mtu mkubwa sana, lakini huyu kumwangalia hautajua kama ni yeye. Kumbe kuna madhabahu fulani inafanya nini? Inanena. Haya, mfano naweza kuta mtu ni mchungaji, alikuwa anahubiri injili vizuri. Ikifika mahali unakuta ule mtu ako kwa kiroro anakunywa pombe. Kwa nini? Kwa sababu kuna foundation, background. Lazima mtu aifuate, aifollow ili aweze kufaulu huko mahali anakwenda. Sasa unakuta ile madhabahu ya familia inauliza, nani alikuambia hapa kwa hii boma mtu atakuwa mchungaji? Nani alisema kwa hii boma mtu atakuwa mwimbaji? Nani alisema kwa hii boma kuna mtu atakuwa nabii? Nani alisema kwa hii boma kuna mtu ataendesha gari? Sasa ile madhabahu inaongea, inakuwa hai, iko hai, inazungumza. So utaiua na hii ikufe wakati ule ambayo umeenda kwa watumishi wa Mungu wanayejua kuvunja hayo madhabahu. Na wakati mwingine mtu wa Mungu inaonekana mtu akienda kwa mganga akichanjwa, hiyo ni kumaanisha amevunja madhabahu ama ndiye ameongeza madhabahu? Sasa umeuliza swali nzuri mchungaji. Hiyo inamaanisha ako kwa madhabahu ya hiyo. Ako kwa madhabahu ya hiyo. Kwa hivyo ako comfortable kwa hiyo. Maana ametengeneza. Kwa hivyo amechiunganisha hawa, sasa amekuwa konge. Ama amejipatanisha. Kwa lugha nyingine. So kwa hivyo mtumishi wa Mungu, niulize swali lingine kidogo ya kuuliza. Mtu ambaye asipovunja madhabahu na hii ya kutoa hiyo sacrifice vizuri, bado ako kwa hiyo shida ama bado hatatoka hapo? Umeuliza swali nzuri, maana mara nyingi lazima tufuate neno la Mungu. Walioshinda walishinda namna gani? Maana tunaambiwa hapo chini ya Uamuzi ya kwamba wakati Gideoni alisikia na akatii, akachukua ile fahali, akavunja ile madhabahu, na akachukua ingine akamjengea Mungu madhabahu. Wakati watu wa mji walipoenda kuabudu ile madhabahu, wakakuta ile madhabahu imevunjwa. Na ilivunjwa na nini? Kwa maana labda itaweza kuwa ni mtu alileta vita akavunja, ama ni shetani alivunja, ama hapo naye sijajua vizuri mtu. Asante, nafikiri tutarudi hapo Uamuzi. Tusikie vile ambavyo umeuliza swali zuri. Maana kuna baadhi ya wengi ambao wanajiuliza swali kama hilo. Uamuzi. Bado ni Uamuzi. Uamuzi chapter Uamuzi chapter 6, mpendwa mtazamaji, mstari wake wa 25, mlango wa 6, mstari wake wa 25. Hapa inasema usiku ule Bwana akamwambia, mchukue ng'ombe ndume ya baba yako, yaani yule wa pili, mwenye miaka 7, na upomoe ile madhabahu ya bahari aliyo nayo. Sasa nafikiri hapo umepata jibu. Kenye kinavunja hiyo madhabahu ndume ndiye imevunja. Damu ndio kitu ambaye kinachukuliwa kikiwa na damu kinavunja madhabahu vizuri, ama nafikiri yaani
Kuona kama damu sasa, si naona wakati wa zamani watu kama hao walikuwa wanachinja ng'ombe, wanachukua damu yao, wanasema sasa hii ni madhabahu yetu. Lakini sasa nimesoma hapa imesema unachukua ndume ndio ufunje madhabahu. Ni kumaanisha hawa walikuwa wajui ama wenye wa Mungu ndio wanajua? Hata kuagiza pia wanafanya. Maana wako na mfalme wao ni Lucifer. Kwa hivyo madhabahu nzuri ni ya kwenda kwa kanisa. Enda kanisani, ufunje madhabahu yako kanisani, uwe na mchungaji, ongea na yeye, mwambie akuelekeze, akupe njia ya mwelekeo vile ambavyo unastahili kuvunja madhabahu. Amen. Hiyo na madhabahu ya vunjavu na shilingi 700. Maana shetani madhabahu ya vunjavu na shilingi 70. Maandiko inasema vizuri, ng'ombe dume mwenye miaka mingapi? 7. Miaka 7. So ndio sasa ile madhabahu ya bomoe, kwa sababu hiyo madhabahu ina nguvu, ina authority ya kuweka mtu kwa kaburi, ina authority ya kunena na watu waishi maisha ambayo si mema. Yes. Tunataka kuangalia hapa kidogo hapo chini tusikie kama wakati alifanya hayo maneno ndio ni nini kilihappen. Tulisoma 27 nasema 27. Basi Gideoni akamchukua watumishi wake akawachukua watumishi wake 10 na kufanya kama Bwana alivyomwambia. Kwa hivyo akatii sauti ya Bwana. Ni vizuri mpendwa kutii sauti ya Mwenyezi Mungu. Yes. Kuna uwezekano wewe mwenyewe kuamua uende uvunjiwe hiyo madhabahu, na kuna uwezekano wewe wa kukaa na hiyo madhabahu. Maana uamuzi ni wako. Maana Gideoni ameambiwa na Mungu. Gideoni amefika Kanaani. Ndio. Akiwa Kanaani, wana wa Israeli wamekosa kiongozi. Maana Joshua amepumzika, amemaliza kazi. Kila mtu akaanza kukuchamulia mambo yake yeye mwenyewe. Anachambulia mambo yake, maana hawana leader, hawana kiongozi. Lakini walipoangalia kwa makini, wakasema tutamkosea Mungu. Wakasema wacha tuchague mtu mmoja atakaye kuwa anasonga mbele za Bwana kutuletea ujumbe, kama vile Musa alikuwa analeta ujumbe kutoka kwa Bwana. Kama vile Yoshua alikuwa anaongeleshwa na Mungu akitupea ujumbe. So walipochagua wakakuta wamechagua mtu anaitwa Gideon mwana wa Yoasi. Naona sasa akawa kiongozi. Ili awe kiongozi. Vile mfano akachaguliwa kama leo. Usiku wa leo sasa. Bwana akazungumza na yeye. Akamuongelesha, hakutuma mtu, bali ni Mungu mwenyewe alimuongelesha. Sasa ingekuwa kama ni mtu alienda, tungesema pengine hii ni mambo yake aliongeza. Lakini sasa ni Mungu mwenyewe akaenda mwenyewe akamwambia. Akaongea na yeye akamwambia, mchukue ng'ombe dume. Yaani yule wa pili mwenye miaka 7. Ukavunja madhabahu ya Baali, hayo na baba yako. Kwa hivyo namba 7 ina maana mtumishi wa Mungu. Kwa maana naona anaongelea mambo ya 7. Namba 7 inamaanisha ni ukamilifu wa uumbaji. Ni ukamilifu. Tukiangalia maandiko ni Genesis. Ukamilifu. Kwa hivyo inatolewa hivyo na maanisha imekamilika. Very good. So naye shetani naye wanachukua yao kuifanya kuwa sacrifice yao. Sasa mtu wakati amefanyiwa labda anaweza tuseme ni vile tu wataweza kuwa ni utajiri wa ulimwengu ama ni utajiri wa kishetani hiyo. Kwa maana namba 7 naona kama nao wanasema wako na yao, lakini ni vile wanachofanyia sacrifice yao kwa maana wako na nguvu nao kivyao. Ama namna gani? Nafikiri sijaweza kuelewa vizuri hilo za swali. Hii wametoa hii sacrifice. Ndio. Kwa hiyo 7. Ndio. Shetani naye huwa anaangalia naye anatoa yake zaidi ama anatoa juu zaidi kuliko hao. Wacha niseme tatizo inakuwa kwa mwanadamu. Ni moja. Anakuwa mgumu kwa kutii. Kiburi. From Genesis, kutoka mwanzo. Maana ni Mungu mwenyewe amezungumza. Mbona usitekeleze?
mwanadamu huyu mbona asitekeleze? Si labda amechukuliwa mawazo ama labda ukiangalia hapo mahali tulikuwa Numbers inasema Balamu na Balaki. Balamu akamwambia Balaki, yes, nitengee hapa madhabahu 7. Na yule mtu alitii, na juu yake atafute fahali na kondoo. Na alitafuta ile uganga yake, uchawi yake ishike kabisa. Lakini yule Balamu alikuwa mtumishi wa Mungu, so akaenda kwa Mungu kuuliza, na Mungu akaweka maneno kwa kinywa chake, akamwambia rudi mpaka kwa Balamu, umwambie inawezekanaje uende urahani kwa madhabahu ya giza, urahani watumishi wa Mungu wapakwa mafuta wa Mungu. Haingewezekana. Namba 2, utakuta ya kwamba wakati mwingine mtu anaanziaga mambo juu. Mambo yaanzaji juu, lazima uangalie msingi kwanza. Nyumba uweze ukajenga kuanzia hapa kwenda juu, lazima kwanza uangalie foundation umeiweka namna gani. So mara nyingi ndio inakuwa shida sana kwa watu ambayo wa Mungu hawajaweka msingi ya chini kwanza. Anatamani kumtumikia Mungu mfano, lakini kwao iko hiyo madhabahu. Inakuwa ngumu sana mpendwa, kwa kuweza kuendelea mbele, maana ile madhabahu pia ina uwezo wa kukurudisha nyuma. Yes. Yeah. Ile tuangalia hapo ni Waamuzi, tusikie wakati huyu mpendwa Gideoni alifanya haya mambo, jibu ilipatikana ni lipi? Watu wa mji walipoamka asubuhi, tazama madhabahu ya bahari imepomolewa na nguzo zao, Asera iliyokuwa karibu nayo imekatakatwa na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya madhabahu iliyojengwa upya. Unaona sasa? Kumbe kweli wale watu wa mji walikuwa wanaenda kwa hiyo nyumba ya mganga. Yes. Lakini Gideon kwao walipoenda wakutana na mzee babu awatengeneze, wakakuta ile madhabahu ya bahari imekatakatwa, imepomolewa, wakashinda, imevunjwa. Nia yao ilikuwa kwa hiyo sana, wamesoea huko. Kama uyuko kwa Mungu mpendwa, uko na madhabahu ya Lucifer inafanya kazi. Kama uko upande ule mwingine, bado kwa Mungu uko na madhabahu ya Mungu inafanya kazi kwako. Kama uko na madhabahu ya giza, upande huo wa giza, bado una madhabahu ya kufanya kazi kwa upande wako. Kwa hivyo nia yao ilikuwa, ama walikuwa nasoea sana kukaa na hiyo madhabahu yao. Wakati mwingi wakiamuka vile Mkristo anasema naenda kanisani kila siku, na walikuwa naendaga kwa madhabahu yao ndio waende kazi, kwa madhabahu yao ndio waende biashara, ili wapate zile nguvu za giza ama pia wapewe kailisi kitu kama hiyo. Naona ndio waende kufanya kazi yao, wapewe mawaidha jinsi ya kwenda kutumia ile dawa. Unanielewa sasa? Yani imekaa kama masoeo yao, vile mtu umesoea kila wakati kiamko unasema pale nitaenda kupata nguvu. Na Mkristo naye anataka akienda kanisani apate maneno ya Mungu imsaidie galao naye aendelee na maisha ya Ukristo wake na kuendelea vizuri. Kwa hivyo inafaa tukae kwa Kristo kabisa kuliko kukaa kwa madhabahu. Ndio. Na vizuri kukaa kwa madhabahu. Maana unaona Baraki alikuwa amesimama kando ya madhabahu yake na sadaka yake. Nasi pia maana ile madhabahu inamjua. Na Balaam naye madhabahu ya Mungu imemjua. Ameenda kuongea na Mungu. Mungu amemupa jibu. Kwa hivyo kwa kila madhabahu kuna jibu. Iwe kwa giza kuna jibu. Kwa Mungu kuna jibu. Lakini jibu
ni tofauti. Niulize hapo kidogo, niulize, madhabahu ya Mungu si ndio mwelekeo mzuri sana kuliko ya giza? Sana, kwa sababu hiyo inadumu milele. Inadumu milele. Yeah. Kwa hivyo sasa mtu akae kwa madhabahu ya Mungu kuliko kukaa madhabahu ya giza, kwa maana ya giza huwe inavunjika wakati mwingi. Ama uchanje na kuwa mingi, unaenda unakutana. Kwa maana walienda ni kama walikuta sasa madhabahu imevunjika, wakashindwa kwenye tena kwa taenda. Lakini kuna kitu wanauliza hapo chini. Nafikiri hiyo swali unauliza liko hapo chini. Inasemaje? Hapa 29. Unaendeleza uende kwa mchawi, kwa mganga. Ukifika pale ukute ya kwamba yule mchawi mganga amekufa. Sasa atakusaidia nini? Yeye kwa Mungu ambaye anaishi milele na milele. Ndio. 29 nasema wakauliza, ni nani aliyetenda mambo haya? Ni nani aliyetenda mambo haya? Walipochunguza kwa makini, wakaambiwa ni Gideoni, ni mwana wa Yoasi, ndiye alitenda hivi. Kwa hivyo walichunguza kwa makini. Kwa hivyo madhabahu ya giza tena ina uwezo ya kuchunguza maisha yako kwa makini. Na kisasi chetu ndio sasa unaweza ama hapa uende US. Ukienda US utakuta kuna watu huko washirikina kweli kuliko wanashindwa kumbe hapa ni madhabahu inafanya kazi. Na maandiko inasema ni Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza. Chapter 5. Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wake wa 19. Nataka tuangalie maneno haya mpendwa, ili uweze kusaidika, usije ukaishi katika ile maisha ambayo yako kulemea, na bado kuna uwezekano kwa yule Mungu aliyekuleta hapa duniani kuondoa kwenye hiyo minyororo ama kwenye hizo nira ambayo mtu amefungiwa ndani. Sisi twajua kuwa tu watoto wa Mungu. Sisi twajua tu watoto wa Mungu, na ya kwamba ulimwengu wote uko chini ya utawala wa yule mwovu. Unaona sasa? Sisi tunajua sisi ni wana wa nani? Watoto wa nani? Wa Mungu. Lakini hii dunia tunaishi hapa, utawala iko chini ya utawala wa yule nani? Mwovu. Sasa ndio sababu inabidi ushike neno la Mungu vizuri. Maandiko inasema Shetani alishindwa na Yesu through neno la Mungu. Hiyo ndio silaha. Kumeandikwa. Sisi tunajua tu watoto wa Mungu. Na ulimwengu huu iko chini ya ule ulinzi wa yule mwovu. Sasa mwovu ni nani? Ni huyu mwenye anaabudiwa na hiyo madhabahu ya giza ambaye ni Shetani. Ibilisi. Ndio. Sasa ukakuta baba alikuwa katika hiyo misingi ya ufalme wa huyo mtu Ibilisi. Akakuzaa. Wewe umeendaenda hivyo, umekuja mjini. Umesema mimi ni mwimbaji, mimi ni mhubiri. Kifika mahali yale madhabahu yanakuuliza nani alisema hapa kwenu kuna mtu ambaye alikuwa anahubiri Injili. Maana uchafunje hiyo madhabahu. Kifika mahali unaona ukilala usiku anaanza kukukimbisha. Kiwa kwa maombi unaona na kukimbisha na rungu. Anakuja na sura nyingine tofauti, nyeusi. Kumba amekasirika. Ama anakunyoshia vidole hata kama alikufa kitambo. Wae ni kwa sababu hujafanya kulingana na vile anataka. Maana nataka ile madhabahu yaendeleshe mfano. Lakini kwa sababu umejua siri, umeenda kwa Mungu, anaona kama unaenda kujua siri zaidi. Ndio sasa unakuta ananyosha mtu vidole. Kwa nini? Kwa sababu ameenda kinyume na madhabahu yake. So madhabahu ina uwezo kule wa kurudisha mtu nyuma. Ina uwezo kule wa kukufanya uishi maisha ambayo si ya kupendeza. Ndio. Madhabahu inaweza kukufanya uishi maisha mazuri, madhabahu ya Mungu. Inaweza kufanya uishi maisha mazuri ya baraka pia. Ya kupendeza.
Hii madhabahu inasafanya ndio wengi wanahangaika kwa ajili, ni vile sichachua, kama sichachua hii madhabahu kuvunja inasafanya nihangaike sana. Mara nyingi ndio ufanya watu wameteseka sana. Yeah. Mpaka urudi kule ufundisho kwa kanisa vile utavunja madhabahu na ushike hiyo njia uendelee vizuri. Na ningependa sana mpendwa mama mtazamaji, mahali ulipo, ni vizuri pia kuingia kwa familia yenu. Yes. Chunguza mama yenu. Chunguza baba yenu. Yeah. Kama ako hai. Yeah. Kama guka kwa hai. Kama shusha kwa hai. Jaribu kuchunguza yeye. Utakuta vizuri atakwambia. Enzi ya zamani tulikuwa tunakataga ng'ombe. Unielewa? Yeah. Tuko mishale. Ile damu ikitoka wanakoroga. Wanaweka chumvi. Yes. Wanakunywa. Na maandiko yanasema mtu asijaribu kukunywa damu ya kiumbe chochote, maana ndani hiyo damu kuna uhai. Naona sasa wanafanya kinyume na Mungu, na ndio ikawa hawakuwa wanajua. Sasa ndio wakaendeleza mpaka wakakufa na hiyo na hawakujua. Sasa wacha niseme ni kufundishwa, walifundishwa pia nao. Maana huwezi fanya kitu ambao hujafundishwa. Walifundishwa. Yeah. Kwa hivyo ni sawa na kukaa kanisani na ujue vizuri vile utaishi na Mungu na kuvunja madhabahu na kuendelea na safari ya wokovu. Maana giza ni nyingi. Tuko chini ya utawala wa yule mwovu. Usisahau hiyo. Tuko chini kwa utawala wa mwovu. Dunia hii iko chini ya utawala ya yule mwovu. Yaani ana authority. Hako na nguvu na hako na mamlaka. Tunaona Mkristo akiishi anaishi yeye ni mpitaji. Katikini niulize swali moja, mtumishi wa Mungu. Watu mtu anasema nimebatizwa, labda kubatizwa imenimalizia hiyo kuvunja madhabahu. Hiyo ni tofauti sana. Hiyo ni tofauti sana. Sana, mbali sana. Yesu akasema sijakuja kutangua torati, bali nimekuja kuifulfill, kuitia mkazo. Neno la Baba yangu sijakuja kuliondoa, bali nimekuja kulitia nguvu. Hilo limetosheka nalo hilo. Na nilikuwa nafikiria labda kubatizwa ndiye itazafanya sasa nimemalizana na hiyo kuvunja madhabahu, nimebatizwa mimi niko msafi. Kubatizwa inamaanisha ni kujenji maisha uende maisha mengine. Na nielewa. Sio wale wamebatizwa bado wanakunywa pombe. Ndio. Unakuta mtu amebatizwa lakini kwa mganga atokana. Ndio. Umepata? Nimepata hiyo. Ile madhabahu ndio inamrudishaga huko. Au fai kukaa pande hii. Inafaa ukae pande hii. Kweli kabisa. Hiyo ni kweli. So ni kitu kinapiganaga na mtu sana. Bila kuelewa, bila kujua ni ngumu. Henda kwa mchungaji, henda kanisani, kutana pastor wako, mweleze hiyo maneno, wakati umefanya hiyo uchunguzi. Kutoka hapo pia ingia kwa maombi pia. Mungu atakufundisha kama vile alinenea Gideoni, hata na wewe atafanya nini? Atakuelekeza mtazamaji wetu. Atakuelekeza na itakuwa ni vizuri na Mungu atajitukuza na utatoka kwa hiyo maagano milele. Yeah. Nafikiri mwezi huu tuko na hiyo msururu ya mafundisho kuhusu madhabahu. Tutafundisha kuhusu hiyo madhabahu ya giza, jinsi inafanya kazi, na tutafundisha jinsi madhabahu ya Mungu inafanya kazi. Na mwezi huu nafikiri wiki ya mwisho tutakuwa ya kuvunja hiyo madhabahu, iwe ya waganga, iwe ya wachawi, iwe ya Freemason, iwe ya devil worshippers, iwe ya manabii wa uongo, iwe yele walienda wakawasha mishumaa, wakafunga kipawa chako, wakachukua picha yako wakaweka kwa bahari, wakaweka evil covenant, wakapeleka picha yako wakaweka kwa nyungu, kwa mganga, nyoka zinalalia, mzee kope. Tuko na hiyo msururo ya kuvunja
kufundisha hiyo maneno, kisha wiki ya mwisho tutakuwa ni finali ya kuweza kubomoa hayo madhabahu. Kwa hivyo pengine mahali ulipo hujajua hiyo mambo sahihi, kuna uwezekano umealikwa hapa CCM, uje ufundishwe pia ndio uweze kujua jinsi ambavyo unastahili kufanya. Naamini maisha yako itapona mpendwa, na maisha yako itaendelea vizuri na Mungu atajitukuza. So Mungu awabariki, awatende mambo mema. Muendelee kutufuata World TV kwa mafundisho yetu. Tuko hapo by Pastor Hesbon, na utasaidika na Mungu ataandamana nawe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la mwana Yesu Kristo, tulishukuru jina lako na kuliabudu kwa sababu jina lako ni kuu. Wewe ni mwenye nguvu na wewe ni mwenye mamlaka. Naomba mtazamaji mahali alipo, na kuomba Mungu kamfunike, kamnenea amani, kamnenea neema, kamnenea kibali. Uwezo wako andamane na yeye kwa sababu wewe ni mwema, kwa nguvu zako na upendo wako mkuu. Walio wagonjwa Yesu kawaponye, waliofungwa na vifungo vyote vya laana Baba kawafungue kwa sababu wewe ni mwema. Natangaza kibali chako ndani ya maisha yao kwa sababu watu hawa ni usawa wa tumbo lako Bwana. Wewe uliwaumba hapa duniani, ni usawa wa Abrahamu Bwana, ukawaleta hapa duniani ili tukutukuze na kukuabudu. Natangaza neema yako, nguvu zako na kibali chako Bwana kiandamane na kila moja, maana wewe ni Mungu wa haki. Natangaza hiyo kazi ipone, hiyo ndoa ipone, hayo maisha yako yapone, usawa wa tumbo lako upone, maana wewe ni Mungu unayeponya Baba, katika jina la Yesu. Naomba hiyo familia, naomba hiyo mji, naomba hiyo kazi Baba wetu wa mbinguni, naomba hiyo kipawa chako kikafunguliwe na kuwekwa huru, ukamtumikie Mungu kwa utukufu wake. Jina Baba na la Mwana Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Na kama hujaokoka sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, natubu dhambi na makosa, unisamehe. Ondoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Yesu Kristo, nimeokoka kuanzia sasa na nimeamini ya kwamba wewe ni Mwokozi ndani ya maisha yangu. Na lako litukuzwe na kuinuliwa. Jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Mungu akubariki na akutende mema mahali ulipo. Kama umeokoka, tafuta kanisa, ingia hapo, umtukuze Mungu, na Mungu wa mbinguni awabariki na awatende mambo mema. Na wiki hii tutakuwa na ibada maalum ya kuweza kufundishana kuhusu jinsi madhabahu inafanya kazi. Kwa hivyo ni vizuri umekaribishwa mpendwa, kuja na mwenzako, kuja na mwingine, na mwingine, ili muweze kupata ushauri jinsi ambavyo mnastahili kufanya. Maana maandiko yanasema watu wa Mungu waangamia kwa kukosa maarifa. Sasa kuja, utapewa maarifa, utaongozwa, utaelekezwa. Haya, wewe mwenyewe ujue jinsi ya kukata uamuzi wako, na itakuwa ni nzuri. Na Mungu wa mbinguni awabariki, awatende mambo mema. Barikiwe sana, na mapenzi ya Mungu yaandamane pamoja nanyi. Pengine una swali unataka kuuliza, kuna uwezekano pia unaweza uliza, lakini swali hilo unauliza kwa ile topic ambayo tumezungumzia, na itakuwa ni vizuri.